أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة، والصلاة والسلام على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله الذي خلقكم من نفس ثم جعل من بعد ضعيف قوة ضعيفا وشهيدا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, Allahu alladhi khalaqakum min dhahifin thumma ja'ala min ba'di dhahifin quwwa. Allahu subhanahu wa ta'ala anasema, hakika yeye amekuumbieni katika udhaifu, kisha akajalia baada udhaifu kuwa na nguvu. Lakini akasema tena, thumma ja'ala min ba'di quwwatin wa dhahifan wa shahiban. Allah anasema baada ya kukumbieni kwenye dhaifu akupeni nguvu, na kisha kutoeni kwenye nguvu akupeni dhaifu. Nini maana yake? Hakuna mtu asifahamu kwamba umezaliwa ukiwa dhaifu, mchanga, unaogeshwa, mwili teketeke, kisha akupa kuwa na nguvu kwenye ujana. Umefika katika ujana, unabeba madumu 20, magunia, vitu vikubwa, amekuweka katika kuwa na nguvu. Lakini akakutia katika uzee, imerudi katika hali ile ya mwanzoni ya udhaifu, kwani shughuli zile ambazo ulikuwa unazifanya katika ujana, ukiwa kwenye uzee huwezi shughuli zile kuzifanya. Huyo ndio Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini akasema tena, yakhluqu ma yasha wa huwa al-alim al-qadir, anaumba atakavyo. Ndugu yangu unanisikia, asili yako ni dhaifu, mwabudu Allah, mwabudu Allah kila wakati. Usisahau kumwabudu Allah, mpe heshima Allah, kwa sababu yeye ndiye amekuumba wewe. Hakuna maadamu anayekuumba isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye hakuzaa wala hakuzaliwa na wala hafanishi na kitu chochote. Leo nimekuja kuwakumbusha ndugu zangu kwamba tumeumbwa katika hali ya udhaifu. Sina mengi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.